Habari yako mtazamaji wa Zantime, karibu katika chaneli yetu. Jina langu ni Amina Lumwecha na karibu. Leo tupo Mwera katika utambulisho wa wachezaji wa timu ya Blue Kids. Nikwambie karibu sana, uwe nami mwanzo hadi kufikia tamati ya. Kama unavyojionea mwenyewe hapa, mazingira yametaradadi, watu wako tayari kabisa katika ufunguzi huu wa timu, ambapo watu tayari wamejiandaa katika kuitimiza shughuli hii mwanzo hadi kufikia tamati ya shughuli hii. Nikwambie karibu sana. Na huyu ni mwenyekiti wa timu, atakwenda kujitambulisha jina lake, lakini pia vile vile ataeleza jinsi gani amejipanga katika siku ya leo hii. Jina lako, lakini pia vipi umejipanga katika shughuli yetu ya leo? Asalamu alaikum. Kwa jina naitwa Asha Suleiman Hamisi, ni mwenyekiti wa Blue Kids. Kwa furaha nilionayo leo, wanachama wangu, watoto wangu, tumejiandaa. Sherehe yetu ya kinyonge bado ni wanyonge na bado hatujapata sapota. Kwa hiyo nawaomba viongozi watusajihishe, watusaidie, kina baba na kina mama, naomba munipe sapota. Mwanamke mwenzenu kama mimi mama nimejitolea kuungana na watoto wangu kuhusu jarida la michezo. Kwa hiyo naomba kwanza nikupe hongera, lakini pia nikwambie kwamba siku ya leo unaionaje kwa kweli? Siku ya leo naiona nzuri sana sana, tunashukuru, ingawa changamoto zipo za hapa na pale, lakini kwa uwezo wa Allah namuomba Mungu atufanyie wepesi na shughuli yetu. Haya, asante sana. Asante, shukrani. Nipo naye hapa msanii ambaye atakuja kutumbuiza siku ya leo. Kwanza kabisa nikwambie, ningependa ujitambulishe jina lako, lakini pia nafasi uliokuwa nayo katika siku ya leo. Kwa jina naitwa Juma Ramadhani Ali Mpambo. Jina langu la kisanii ni Juice Palestina. Na siku ya leo nitatumbuiza kama nilivyojaliwa, ila nimeshukuru sana katika tafrija hii ya utambulisho huu wa timu pamoja na wachezaji kwa ujumla wa Blue Kids. Nashukuru sana na nitafanya ninachoweza kukifanya. Umejiandaaje siku ya leo katika kutumbuiza? Maandalizi yakoje na umejiandaa vipi kuwaweka watu attention waweze kukufuatilia? Maandalizi nilojiandaa ni maandalizi mazuri. Kwanza niko na hali kubwa tu mpaka kufika hapa. Kwa mfupi, maandalizi ni mazuri. Mbele yako hapa mtazamaji, nipo na msanii ambapo atakwenda kujitambulisha, lakini pia atakwenda kuzungumza kwamba anajisikia vipi siku ya leo kuwa katika tamasha hili na kutumbuiza pia. Kwanza, jina lako ni nani? Jina langu naitwa Young Like ama Rais wa Mama. Naitwa Young Like ama Rais wa Mama. Ndio. Yeah. Na unajisikiaje kuwa leo ni miongoni mwa wasanii ambao wametumbuiza hapa? Najisikia raha sana, nimepata bashasha na kusema kwenye nafsi yangu kutoka kama mitano tena. Yeah. Na vipi kuhusu wale vijana ambao umeona hapo kwenye wametambulisha timu yao, unalipi na kuambia kama vijana pia? Kama vijana wenzangu, basi tunaomba sisi tusikate tamaa, tuzidishe juhudi. Kama leo tumefika hapa, tuna imani kesho yake hatutofika hapa, bali tutarajia makubwa sana zaidi ya pale. Asante sana. Sana, nashukuru sana. Mnayemwona hapa ni moja kati ya wachezaji ambapo wametoka kutambulishwa timu yao. Hapo atajitambulisha, lakini pia atasema anajisikiaje siku ya leo. Jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Musli Siraji Omar, mchezaji wa Blue Kids. Kwa siku ya leo najisikia furaha tu kutambulishwa hapa wachezaji. Yaani kiufupi ni raha tu. Kwa nini? Kwa sababu leo ni kama siku kubwa ya kutambulishwa kwetu sisi wachezaji na kuundwa upya timu yetu. Wewe ni mchezaji namba ngapi? Mimi ni mchezaji namba 11. Kwa nini umechagua namba 11? Kwa sababu namba yangu naiweza na najua majukumu yake namba 11. Asante sana. Tuambie unaitwa nani, lakini pia unajisikiaje siku ya leo kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao umetoka kutambulishwa?
Kwa majina naitwa Makame Fadhil Hussein, ni mchezaji ambaye anacheza winga namba 7. Kwa nini umechagua kucheza namba 7? Kwa sababu ndio naona namba inayonifaa mimi mwenyewe na ninaweza kuicheza. Pia waambie watazamaji unajisikiaje siku ya leo kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wametambulishwa? Siku ya leo najisikia vizuri kwa sababu ni siku ambayo kwangu mimi naiona ni siku kubwa, na ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu, na leo imefika, nimeonekana kama mimi mchezaji wa Blue Kids. Tutegemee nini baada ya miaka miwili inayokuja? Tegemea makubwa tu, kwa sababu na mengi nataka nifanye katika timu hii. Mambo vipi? Safi kabisa. Unajisikiaje leo? Unajisikia furaha kabisa. Yani mioyo yetu yameburudika kwa kuifikia hii siku, kwani hii siku kwa washabiki wa timu ya Blue Kids tunaisubiria kwa hamu na leo imetufikia. Kwa hiyo hatuna budi kusema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima wa afya fresh kabisa. Tunashukuru kwa hilo. Na muna malengo gani baada ya miaka 2 au 3 ijayo? Yani binafsi mimi pamoja na washabiki, so washabiki tu, pamoja na wazee mitaani tuna ndoto zetu baada ya miaka 2-3 hizi timu Central Junior, tunataka iloko Central, tunataka msimu hapa kwanza tuipandishe, tuipeleke juu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Junior tunataka wadogo zetu wakuwe kimpira zaidi, kutokana saa hivi mpira ni ajira. Serikali haiwezi ikaajiri watu wote, kwa hiyo lazima hata viongozi wetu kina Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mama Samia wanasema za kabisa kama vipi serikali haitoajiri watu wote. Kwa hiyo kuna ndo ikawa wanatoa vyanzo vya raia wake waweze kujiajiri. Kwa hiyo naamini mpira sasa hivi ni ajira, na wadogo zetu waloko chini wakicheza mpira wakijiunga na Blue Kids baadaye huko watakuja kuwa wachezaji wazuri mpaka kwa taifa kabisa. Asante sana na washukuru sana. Asante pia, tunakushukuru zaidi. Kwanza naomba ujitambulishe jina lako. Kwa majina naitwa Salmo Omar Faki. Na una nafasi gani katika timu hii ambayo imetoka kutambulishwa hapo? Katika timu hii inayotambulishwa hapa mimi ndio kocha mkuu wa timu. Hongera sana. Asante sana. Na unajisikiaje siku ya leo katika tamasha hili? Nimefurahi sana, nimefurahi kwa sababu kwanza wamefanywa vijana wangu na viongozi wangu tamasha, kwa hiyo nimefurahi sana na nimependa sana. Baada ya miaka 2 ama 3 tutegemee nini ukiwa kama ni kocha katika timu yako? Muda ulionipa mrefu sana. Hata sitegemea miaka 2-3. Nategemea ndani ya msimu huu basi viongozi wangu nitawapa jambo katika timu hii. Asante sana. Naomba ujitambulishe jina lako, lakini pia nafasi yako katika timu iliyotoka kujitambulisha hapa ama iliyotoka kutambulishwa. Mimi jina langu naitwa Anwar Mkubwa na ni kocha upande wa watoto wa junior. Ndiyo. Na ni msemaji katika upande wa timu nzima. Hongera sana. Tutegemee nini katika ndani ya miaka 2 ama 1 mbele? Tutegemee mazuri kuanzia kwa washabiki mpaka kwa timu wenyewe na kwa viongozi wote ambao walipata kuhudhuria hapa na kuona timu yetu. Na unajisikiaje siku ya leo kuwa ni miongoni mwa watu walioshiriki katika hili tamasha? Najisikia vizuri kwa sababu ni moja ya ndoto yangu ambayo nilitarajia sana iwe kama hivi, na kuonyesha kwamba jamii yangu au mtaa wangu hapo kwamba kuna jambo linawezekana kufanyika na lilo uwezo wa kufanya. Hilo jina mlolipa hilo linaitwa Blue Kids. Blue Kids. Hivi ni nani aliyolitunga hivi? Ni wewe umelitunga au kuna mtu mwingine? Hamna, sikumtunga mimi, ila mimi nilitoa idea kutoka kwa kiongozi wetu wa timu ambaye ni management na kiongozi wetu wa timu kuu ambaye ni Afad. Jina lake Blue Kids limebeba nini ndani yake? Blue Kid ambaye limebeba nini ndani yake? Blue Kid ni vijana ambao, na mtaa wetu huu unaitwa Mto Barafu, kwa tukachukulia Blue Kid kwamba blue ni maji au ni bahari na kid ni watoto. Asante sana. Asante sana, shukrani. Pamoja na wageni wengine waalikwa ambao mmehudhuria, kwanza naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa masheha kwa shehia zetu mbili. Shehia Michikichini yuko mwakilishi wa sheha, naomba simame.
ni mwakilishi wa sheha kwa sheria Michikichini na mwakilishi wa sheha kwa sheria Mwembe Mchomeke. Tunaomba hao wasimame wakuone. Lakini pia tunaweza kukaa Sensei Abdallah Hussein Rashid, ambapo kwa kiwango chake ni dani ya 5 ya kimataifa chini ya shirikisho la karate la Japan, ambaye kwa Zanzibar kwa level hiyo niko peke yake, na tumebahatika kwa Tanzania tunao wachache ambao hawazidi 5. Lakini pia shukrani kwa mjumbe wetu, kwa sheha wa eneo letu hili, mama yetu Bimwana. Lakini mheshimiwa, pia wakati tumeanzisha timu yetu hii, CEO wetu wa mwanzo, ama kwa lugha nyepesi mwenyekiti wetu ni mwanamama, na mpaka leo tuko naye, na mtaani wamembadilisha jina, sasa hivi wanamuita Mama Samia. Tumekuwa kope Mama Samia. Mama Samia si mama wa kuone kwanza. Huyu ndio mlezi aliyotulelea vijana wetu hawa. Baada ya hapo, naomba nitoe shukurani hizi za dhati kabisa kwa niaba ya timu kwako, kwa kuacha pirika zako na majukumu uliokuwa nayo ukaja. Lakini timu yetu mheshimiwa, imeanza mwaka jana licha ya changamoto zinazojitokeza, lakini alhamdulillah bado tumeweza kusonga na tunaendelea kwenda. Wakati tumeanza sherehe hii kwa mara ya kwanza, mgeni rasmi wetu alikuwa Mheshimiwa Naomi. Mheshimiwa Diwani, naomba simama wa kuone. Katibu wa wadi ya Mtufani. Mheshimiwa Katibu alipokuja mara ya kwanza alitoa ahadi hapo, na ahadi yake leo amekuja kuitimiza. Kwa tunaomba mbele yako akabidhi kile ambacho waliwaahidi vijana wa Blue Kids. Mheshimiwa, tunaomba mkabidhi mwenyekiti wetu. Sisi leo hatuna mengi ya kuzungumza, uwanja huu ni wako. Tunaomba tukukaribishe, tupate nasaha zako ili tuweze kumalizia zoezi letu la leo. Kisha timu ya wakubwa daraja la 4 mkaweza kufika mpaka ligi kuu. Hayo yote yanawezekana kwa pamoja, kweli si kweli jamani? Lakini kubwa mchango wa wazazi. Kwa hiyo lazima tuendelee kuwaomba wazazi ushiriki wao. Watoto hawa wadogo bado wanahitaji malezi, bado wanahitaji makuzi. Wakati wa mazoezi na wenyewe wanafurahi kuwaona wazee wao wakiwa karibu na viwanja vya mpira. Kama watoto hawa wadogo wanavyocheza hapa, wazazi wakiwepo karibu, basi na wenyewe katika mchezo wao wanapata amani na furaha. Tusiwaache hata pale wanapokwenda kushiriki katika michezo yao mbalimbali. Tuwe na desturi na utamaduni wa kuwasindikiza, maana kuwasindikiza kwao au kuwasindikiza kwetu kunatoa hamasa katika mchezo huu wa mpira wa miguu. Michezo hoye! Lakini kwa kuwa leo tumepata fursa ya kuja kuona, maana msimu wa ligi ndio unaanza, na tumetambulishwa wachezaji. Tumetambulishwa wachezaji wa Central, tumetambulishwa wachezaji wa Juvenile, sambamba na wachezaji wa Junior. Hao wote wanatengeneza klabu kusimama kuwa klabu na timu nzuri. Mimi ninaamini tukiweka jitihada pamoja tutaweza kufika mbali. Lakini tumshukuru dada yetu amepata udhuru. Naomi alikuja mwaka jana na akaahidi, na naamini alichokiahidi kimefika. Hakijafika jamani? Ninaamini kitaendeleza kutoa hamasa kubwa katika klabu yetu hii ya mpira, kwa sababu yeye ni katibu wa CCM wa wadi hii ya Mtofani, kuanzia eneo la Mchikichini kuelekea kwenye jimbo la Welezo. Atakuwa ametenda jambo kubwa kwa niaba ya chama chetu na katika jimbo la Welezo. Lazima tumshukuru na tumpongeze sana, tumtakie kila la kheri katika majukumu yake. Sasa na mimi sio msemaji sana,
kwa sababu tukio letu kubwa la leo ilikuwa kuwatambulisha wachezaji. Wachezaji tumewatambua, wa Central tumewaona, wa Juvenile tumewaona, sambamba na wa Junior tumewaona. Jukumu la kuifanya Kimara, jukumu la kuifanya Michikichini lipo kwenye miguu yenu. Nendeni, tengenezeni jitihada, tengenezeni ari, tengenezeni nguvu ya kuhakikisha mnafika mbali. Mkicheza vizuri, watu watawaona. Wakiwaona, watawahitaji. Wakiwahitaji, thamani yenu itapanda. Nyinyi mtapata, wazee wenu watapata, klabu itapata. Michezo hoye. Sasa na mimi mwenyekiti nisiwe msemaji sana, nitaomba na mimi angalau, kwa sababu mmenialika kwa hafla na bahati nzuri leo nimekuwa msemaji tangu mchana mpaka sasa hivi naendelea kusema, nitaomba na mimi nikabidhi kidogo. Yawezekana si kwa ukubwa huo, lakini nitaomba nikabidhi mchango wangu kidogo kwa klabu, unaweza ukasaidia jambo lolote lile. Naomba nikabidhi kima hiki cha fedha kidogo ambacho naamini kinaweza kisiwe kingi, lakini kisiwe kidogo, lakini kinaweza kikasaidia kwenye eneo dogo katika klabu yetu. Lakini msijisikie tabu wala msijisikie hofu, kwa sababu mlezi wenu Bi Mwanahamisi yupo na sisi tunaendelea kuwasiliana naye. Pale ambapo mtakuwa mnakwama, mna mahitaji, mtaendelea kumwambia na sisi tutakuja, tutashirikiana kwenye mazingira yote. Michezo hoye. Mimi naomba kwa sababu ya muda nisiseme sana, ila nashukuru sana. Nawashukuru viongozi wa klabu, nawashukuru sana wachezaji, nawashukuru sana wazazi wote kwa ujio wenu huu kwa pamoja kuhakikisha timu yetu, klabu yetu inafika mbali. Nawashukuru sana na nawatakia kila la kheri katika msimu wenu wa ligi. Niaba ya timu, viongozi na wachezaji, lakini pia na wanashehia wa Michikichini na Mwembe Mchomeke, kwa sababu watoto wao ndio hawa. Kwa niaba yao tunakushukuru kwa kutenga muda wako kuwa nasi, lakini pia tunashukuru kwa mchango wako, kwa sababu utajenga na utaongeza kitu na thamani katika klabu yetu. Kwa hiyo baada ya kukamilisha zoezi hili, sasa tukuruhusu kurejea katika majukumu mengine, na tunakutakia ufike salama, lakini pia na mara nyingine tukikufuata, tukihitaji tena uje kuwa nasi, usije ukatuchoka. Vijana safi na mama safi. Kwa jina naitwa Tatu Salum Rashidi, ninaibashia sheria Mwembe Mchomeke. Nashukuru sana kuwepo kwa vijana wetu, wazazi wenzangu wote mliokuwepo hapa. Naomba kwa mshirikiano wenu, tumefurahi sana kuwaona vijana wetu muko hapa, na tunaomba mshirikiano. Langu kubwa, najua vijana wetu sasa tumekubaliana na nini? Hapa nimekuja uchaguzi wetu tarehe 29 mwezi wa 10. Hapa nipo na tuna mgombea wetu wa ubunge. Mnamwona huyu? Hawa ndio wagombea wetu. Nani huyu mmoja? Mama Samia. Kwa hiyo nikisema Mama Samia anasema mitano tena. Mama Samia. Mitano tena. Mama Samia. Mitano tena. Kwa hiyo na huyu hapa ni mbunge wetu. Mnamwona huyu? Mbunge wetu mmemuona? Tunataka maendeleo. Mtapata maendeleo kuliko haya. Mmemuona? Asanteni.
Asante sana kupiga picha. Watazamaji wa Zantime, nadhani mmeweza kuona namna gani watu walivyokuwa wana furaha, lakini pia waliotambulishwa katika timu hii, wachezaji mmeweza kuwafahamu, lakini pia mmeweza kujua vitu vingi sana kuhusiana na tamasha hili la leo. Niseme tu asante sana, usisahau kushare, kusubscribe na kucomment katika channel yetu.